Miaka yako ya 30 ni miaka muhimu sana. Hii ni miaka ambayo kama ulishapata kazi wakati uko na miaka 20, labda umeshakuwa kwenye hapo unapofanya kazi, labda pia mshahara wako umeshaanza kuongezeka. Ukumbuke kwamba labda miaka 20 ulikuwa unasoma, sasa hivi hata ile kusoma kwako imeanza kulipa, labda umepata promotion kazini. Lakini pia hii ni miaka muhimu sana kwa sababu labda kama ulikuwa hujafanya maamuzi mazuri sana ukiwa miaka 20, unaweza ukaanza kuwaza kwamba unafikiria kwamba labda uko nyuma zaidi ukiangalia na marafiki zako wengine, labda unaona kwamba wako mbele uko nyuma. Kwa hiyo hii ni miaka muhimu sana ya kukaa chini na kuwaza, je, hivi ninataka huko mbele ni kuje? Nataka malengo yangu ya fedha yaweje? Nataka nitimize nini? Kwa hiyo ni muda sahihi wa kukaa chini na kuanza kuwaza kama kuna makosa ambayo ulikuwa umefanya huko nyuma, ni muda mzuri zaidi wa kurekebisha, lakini pia bado una muda wa kutosha. Sio kwamba kama ulichelewa kuanza kuwekeza uweze kuanza kuwekeza, hapana. Huu ni muda mzuri wa kukaa chini na kuanza kuangalia nataka niende wapi, sasa hivi niko wapi, vitu gani ambavyo vina muhimu zaidi, ili uweze kuendelea kuvifanya hivyo vitu, ili hapo mbeleni maisha yako yawe mazuri zaidi. Hello, habari, mimi naitwa Pim Msale, karibu kwenye channel yangu ya YouTube. Kwenye channel hii tunaongelea mambo mbalimbali ya fedha, kuwekeza, kuweka akiba. Kwa kama hivi ni vitu ambavyo vinakufurahisha ama ungependa kujifunza zaidi, karibu ili tuendelee kujifunza pamoja. Leo nataka tuongelee jinsi gani ya kuweza kujenga utajiri wako ukiwa na miaka 30. Karibu. Namna ya kwanza ambayo unaweza kujenga utajiri wako ukiwa na miaka 30 ni kwamba kuishi chini ya kipato chako. Ukumbuke kwamba hii miaka 30 labda umeanza kupata hela nyingi zaidi, lakini huu ni muda ambao mara nyingi sana unaweza kukuta kwamba matumizi yako yanazidi kuongezeka, na mara nyingine yanaongezeka hata kwa kasi zaidi kuliko hata kipato chako kinavyoongezeka. Kwa hiyo huu ni muda mzuri sana wa kukaa chini na kuanza kuwaza kwamba hivi, je, haya maisha yangu kule ni ya kipato changu, au unaweza kukuta kwamba unaishi juu ya kipato chako. Kwa hiyo ni muda mzuri sana wa kuwaza kwamba usije kuwa unatumia hela zaidi kuliko hata unavyopata hizo hela. Na ndio ukumbuke kwamba mara nyingi sana labda ulivyokuwa na miaka 20 kuna vitu ambavyo ulikuwa unavitaka, lakini ulikuwa hauwezi kuvipata kwa sababu hauna hela ya kutosha. Lakini kadri unavyozidi kupata hela zaidi, lazima pia uwe strategic kwamba unaweza kuwaza kwamba mimi malengo yangu ya kifedha ni haya, ili niweze nikafika hapa lazima nifanye A, B na C. Kwa hiyo bado kuna umuhimu wa kuwaza kwamba sio kila kitu ambacho unataka kutumia hela yako utumie. Lazima pia ukumbuke kwamba vile vitu tu vya kuwekeza, kwamba nataka kuwekeza hivi, nataka kuweka akiba kiasi fulani, labda nina deni la kiasi fulani nataka nilipe. Unajiangalia kwamba hayo matumizi yako yasije yakaongezeka kwa kasi zaidi. Hii kwa Kiingereza tunaita lifestyle inflation, kwamba unakuta watu wengi sana hela ndio inaongezeka, lakini pia matumizi yako yanaongezeka kiasi kwamba wewe mwenyewe huwezi kujimudu. Kwa lazima tuwaze kwamba je, haya matumizi yetu kweli yanalingana? Na kuna namna nyingi sana za kufanya hivyo. Kwanza lazima uwe na budget, kwamba unapanga tu kwamba nitakuwa napokea kiasi hichi cha hela na matumizi yangu hapo yanakuwa kiasi hichi, na pia unakuwa unawekeza, unaweka akiba, unalipa madeni yako. Na pia tu kingine, labda wakati ukiwa na miaka 20 ulikuwa uweze kusafiri, sasa hivi unaweza kusafiri. Ni vizuri pia uangalie kwamba ndio unasafiri, lakini pia sio lazima kwamba kwa sababu ulikuwa unashinda kusafiri zamani, sasa hivi hata ukisafiri unasafiri unatumia hela zote. Hapana, lazima uwe tu kuna kiasi kwamba ndio nataka kusafiri, nataka kwenda hapa, lakini labda kuna namna nyingi ambazo nikiwa ninasafiri naweza nikasave hela mara moja, mbili, tatu. Kwa hiyo cha muhimu ni kwamba wakati wa miaka 30 ndio tunapokea hela zaidi, lakini ni muhimu sana tuanze kuwaza, je, tunaishi kulingana na kipato chetu? Hatutaki kuishi gharama ambao ni juu sana. Hata kwa mfano tu leo umepoteza kazi yako, ghafla tu hauwezi kuendelea kujimudu kwa sababu kila kitu kiliongezeka. Ulipokea hela zaidi, ghafla ukapeleka watoto wako shule ambao ni labda ni expensive sana, ama labda mwanzo ulikuwa na umekodi, umeenda sehemu nyingine ambao umekodi hata mara 2 mara 3. Hapana, lazima tuanze kwanza ndio tunataka jinsi tunavyoishi pia tuendelee kuishi vizuri zaidi, lakini lazima tuwe makini kwamba matumizi yetu yasizidi yale mapato yetu. Namna nyingine ambapo unaweza kujenga utajiri wako ukiwa na miaka 30 kwenye kazi yako ama kwenye career yako, lazima uanze kuwaza, je, kwenye hii kazi yangu nitafanyaje ili niweze nikasogea hapa nilipo
kwenda labda kwenda juu zaidi, labda niko sehemu A nataka kwenda B, nitafanya nini? Je, hii inamaanisha kwamba ninatakiwa labda nisome zaidi, ama kuna taaluma ambayo natakiwa nifanye, ama kuna kozi ambayo natakiwa kufanya, ama labda hiyo kazi ambayo nafanya labda ikulipi vizuri. Labda huu ni muda wa kuanza kwamba labda unatakiwa uende ukatafute kazi nyingine. Huu ni muda mzuri sana kuanza kuwaza jinsi ya kuongeza kipato chako, na unaweza kuongeza kipato chako hapo ulipo kazini, ama ukatafuta kazi nyingine, ama ukajiendeleza ukajiendeleza kimasomo. Huu ni muda mzuri sana kuanza kuwaza, kwa Kiingereza tunasema ile climb the corporate ladder, kwamba miaka 20 ulikuwa mpya, labda ndo umetoka chuo, una kazi tu ya kawaida. Miaka ya 30 muda wa kuanza kukaa chini, kuanza kuwaza na kustrategize kwamba mimi nataka nifike hapa, nataka niwe promoted, nifanye nini ili niweze nikafikia yale malengo yangu ya kikazi ambayo nataka niafikie. Na kwa nini hii ni muhimu? Kumbuke kwamba kwa mfano labda ulikuwa na watoto, huu ni muda ambao watoto wako wanazidi kukua. Muda si mrefu, baada ya miaka michache utafika chuo, utahitaji kulipia chuo, na chuo ni gharama zaidi. Kwa huu ni muda wa kuanza kuongeza vile vipato vyako. Unaweza kuongeza hapo ulipo kazini, ama ukatafuta kazi nyingine. Kwa haya ni mambo ya kufikiria ukiwa na miaka 30. Namna nyingine ya kujenga utajiri wako ukiwa na miaka 30 ni kulipa madeni yako. Huu ni muda mzuri wa kukaa chini na kuanza kuangalia, je, mimi nina madeni kiasi gani? Haya madeni yangu nitalipaje? Na sio madeni yote ni mabaya. Kuna mengine yale ambayo ni mazuri, kwamba yanatuongezea assets zetu, kwamba yanatuongezea utajiri wetu kwa sababu tuliwekeza kwenye vitu ambavyo ni vya maana. Huu ni muda mzuri wa kuanza kuwaza kwamba nitafanyaje ili niyalipe haya madeni yangu haraka zaidi. Unaweza labda ukatafuta kipato kingine ili uweze ukatumia hiyo hela ambayo unapata ili ulipe madeni. Au kwa mfano una deni la nyumba, unaanza kuwaza kwamba okay, labda nilipanga kulipa katika kwa miaka 10, nitafanya nini ili niweze nikalipa haraka zaidi, au ulipe kwa miaka 7, ili hela ambayo baada ya kulipa hiyo hela unaweza ukaitumia kwa vitu ambavyo ni vya umuhimu zaidi, labda kwa mfano kuwekeza au kufanya vitu vingine. Hii miaka ni muda mzuri wa kulipa madeni yetu kwa kadri uwezavyo, na lipa haraka zaidi. Hataki tufike miaka 40 ukute labda una madeni makubwa sana ambapo wewe mwenyewe hauwezi kulipa. Ni muda mzuri wa kukaa chini na kuanza kuwaza madeni yetu, je, yana umuhimu? Je, tufanye nini ili tulipe? Najua watu wengine labda unakuwa na mkopo labda wa shule, labda ulipokuwa chuo ulipata mkopo, labda ulikuwa uko serious ukiwa na miaka 20 haukulipa huo mkopo wako. Huu ni muda mzuri wa kukaa chini na kuanza kuwaza, haya madeni yangu yote ni yapi? Nifanye nini ili niweze nikalipe? Nimetengeneza video jinsi ya kulipa madeni haraka, nitaiweka hapa, kama hujawahi kuiangalia unaweza ukaiangalia. Namna nyingine ya kujenga utajiri wako ukiwa na miaka 30 kwamba unaanza kuwaza jinsi ya kuwekeza kwa ajili ya kustaafu. Ndio sasa hivi tuna miaka 30, tutaendelea kuongezeka umri, kuna siku tutafika tutastaafu. Je, wakati wa kustaafu nini ambacho kitakuwa kinatupa hela? Huu ni muda mzuri wa kuanza kuwaza ukistaafu utapata wapi hela. Na kwenye ulimwengu wa personal finance huwa tunashauri kwamba angalau unaweka 15% ya hela ambayo unapokea, unaweka pembeni, unaiwekeza. Unaanza kuwaza kwamba uwekezaji wangu utanisaidia pale nitakapostaafu, kwa sababu bado tuna muda wa kutosha kuanzia sasa hivi mpaka tutakapostaafu. Ukianza leo utakuwa umekusanya hela ya kutosha kwa ajili ya kustaafu. Kwa hiyo huu ni muda mzuri wa kuanza kuwaza, nataka nistaafu aje? Nataka niwe na wakati nimestaafu labda natakiwa niwe ninapokea shilingi fulani. Uwekezaji wangu upo utakuwa unanisaidia wakati ninastaafu. Utaki wakati ustaafu uwe mzigo kwa watu wengine, kwamba ndio ulikuwa unafanya kazi miaka hii yote lakini hujaweka hela ya kutosha wakati wa kustaafu. Namna nyingine ya kujenga utajiri wako ukiwa na miaka 30, angalia tena bima yako. Angalia, je, ni vitu gani ambavyo umevilipia bima, na hii bima niliyolipa kweli inanisaidia, na kuna vitu gani ambavyo nilitakiwa kulipia bima na sijalipa. Kuna bima za aina nyingi. Kwa mfano kuna bima za afya, kuna bima za magari, bima za nyumba. Mara nyingi sana unaweza kukuta kwamba hujalipia bima, na kitu kikitokea ghafla tu unakuta ndio ulikuwa vizuri kimaisha, lakini kitu kikatokea ghafla umekuwa tu maskini. Labda haujalipia bima ya nyumba,
nyumba ikaungua, unajikuta kabisa ule uwekezaji wako kwenye nyumba yako umepotea. Kwa huu ni muda mzuri sana kuanza kuwaza ni bima gani ambayo ninahitaji, na sio kwamba sio lazima kwamba uchukue kila bima, hapana. Lazima wewe mwenyewe uangalie kulingana na maisha yako, kulingana na vitu unavyofanya, ni bima gani ambayo ni za umuhimu zaidi. Mimi ningeshauri kwa mfano kama bima za afya ni muhimu, kwa sababu haujui kwamba ukitoka hapa leo ghafla umepata ajali. Angalau ukiwa na bima inaweza kukusaidia kwamba gharama, yani ikusaidia kwamba ikave angalau gharama kwenye hayo matibabu yako. Kwa hiyo lazima tukiwa na miaka 30 tuanze kuwaza kwamba bima, je, tumeweka bima kwenye vitu ambavyo tunahitaji kuweka bima. Najua wakati mara nyingi sana wakati tukiwa wadogo, tukiwa miaka 10 na miaka 20, labda ulikuwa hauoni umuhimu wa bima kama ya afya. Lakini huu ni muda mzuri kukaa chini na kuanza kuwaza, kweli mimi ninahitaji bima ya afya, na kama ninahitaji nitaipata wapi? Na kingine cha muhimu zaidi kwenye hapa bima, ni vizuri zaidi tuanze kufanya zile check up. Labda kwa mwaka unakaa chini unaenda hospitali unafanya tu check up ili uanze kujiangalia, mimi afya yangu ikoje? Natakiwa nifanye nini ili niendelee tu kuwa na afya nzuri? Labda ufanye mazoezi. Huu ni muda mzuri sana kuanza kuwaza, natakiwa nifanye mazoezi. Utenge tu dakika chache, hata tu 20 kwa siku kwa ajili ya kufanya mazoezi, ili tuwe mwenye afya yako endelee kuimarika. Namna nyingine ya kujenga utajiri wako ukiwa na miaka 30 ni kwenye uwekezaji. Huu ni muda mzuri wa kufanya diversification. Hii tunasema kwamba usiweke mayai yako yote kwenye kikapu kimoja, kwamba ndio umefanya uwekezaji, lakini lazima uanze kuwaza kwamba ndio nataka kufanya uwekezaji, lakini uwekezaji wako wote usiwe sehemu moja. Kitu chochote kikitokea unaweza ukapoteza hela yako. Kwa mfano umewekeza kwenye hisa zikishuka bei, uwekezaji wako wote nao umeondoka, ama umepoteza thamani yako. Au umewekeza kwenye hisa lakini umewekeza kwenye hisa moja. Hapana, lazima uanze kuwaza kwamba ndio nimewekeza kwenye hisa, lakini labda nimewekeza kwenye benki. Angalia pia kwenye makampuni mengine ambayo sio benki, ili angalau hata labda benki hazifanye vizuri, kuna hisa ambayo umenunua kwenye makampuni mengine labda yatakuwa yanafanya vizuri. Lakini hata tunavyoongelea uwekezaji wa hisa, lazima uanze kuwaza kwamba ndio nimewekeza kwenye hisa, nataka pia niwekeze kwenye dhamana za serikali za muda mfupi au muda mrefu. Nataka pia niwekeze kwenye vipande, nataka pia niwekeze kwenye ardhi, nataka pia niwekeze kwenye nyumba, nataka pia nijiwekeze mimi mwenyewe, labda naongeza taaluma yangu, nachukua kozi ili mimi mwenyewe nizidi kujua vitu vingi zaidi, na labda kipato changu kitaongezeka. Kwa huu ni muda mzuri sana wa kuanza kuwaza kuwa uwekezaji wako wote usiwe sehemu moja, ili hata hapo mbele na hata sehemu moja ikiwa imepoteza thamani, kuna ile ambayo umeweka sehemu nyingine. Na namna ya mwisho ya kuongeza utajiri wetu tukiwa na miaka 30, kuongeza mapato yetu. Huu ni muda mzuri sana kukaa chini na kuwaza, mimi labda ninapokea kiasi hichi kila mwezi, nifanye nini ili niweze nikaongeze mapato yangu? Ndio inawezekana labda hapo ulipoajiriwa labda haupokee hela nyingi, ama labda hawakulipi vizuri. Huu ni muda mzuri sana kukaa chini na kuwaza, je, nitafuta hela nyingi, nitafute kazi nyingine, ama nihame kazi, ama labda niongeze elimu yangu ili niweze nikapata promotion, ama nitafute tu mapato ya aina nyingine, au uwekezaji wangu utawezaje kuniongezea hela. Huu ni muda mzuri sana kukaa chini na kuanza kuwaza, nifanye nini ili niongeze mapato yangu. Gharama za maisha zinazidi kupanda kila siku, na matumizi nayo pia yanazidi kuongezeka. Labda una watoto wanahitaji kwenda shule, kwa hata wao wenyewe wanahitaji uwe na hela nyingi zaidi. Huu ni muda mzuri sana kukaa chini na kuwaza, nifanye nini ili mapato yangu yaweze kaongezeka. Pia huu ni muda mzuri sana kukaa chini na kuwaza, labda kuna vitu fulani ambavyo napenda. Je, nianzishe biashara? Kuna interest ambazo ninazo, au labda unaweza kuuza kozi hata kwa njia ya mtandao. Huu ni muda mzuri sana kukaa chini na kuwaza, nifanye nini ili mapato yangu yaendelee kuongezeka. Haya ndio yote kwa leo. Haya ndio mawazo yangu wa namna gani ambayo tunaweza tukaongeza utajiri wetu tukiwa na miaka 30. Nimetengeneza video nyingine ya jinsi ya kuwekeza ukiwa na miaka 20, ili by the time unakuwa na miaka 30 40 unakuwa uwekezaji wako unaanza kulipa. Nitaweka hapa, kama hujawahi kuiona unaweza kuiangalia. Haya ndio yote kwa leo. Kama una comment yote unaweza kuandika hapa chini kwenye comment section. Kama umefurahia hii video na hujasubscribe kwenye channel yangu, tafadhali subscribe. Tuonane tena wiki ijayo. Kwaheri.